Habari za wakati huu? Njema kabisa. Natumaini kwamba haujambo. Ndio, sijambo. Basi leo katika surprise kwangu mimi imekuwa ni surprise, ni kutokana na jinsi ambavyo umeweza kuitumia lugha ya ishara kuwa mibaraka kwa watu ambao wana disabilities, ni watu ambao hawana uwezo wa kusikia kwa namna moja ama nyingine. Ndio. Hakika imekuwa ni mibaraka. Kwanza nahitaji kufahamu kutoka kwako kwamba ili kuchukua muda gani kujifunza lugha kama hii, ama shuleni unakosoma umejifunza? Sikujifunza shule, nilijifunza kanisa moja linaitwa Mlimani linalopatikana kule Buswelu, Mwanza Mashariki. Na hili sio kanisa ninalosali, isipokuwa nilienda siku moja na nilikutana na mwalimu mmoja ambaye nilitokea kupenda kile kinachofanyika pale, maana alikuwa ni mwalimu ambaye anafundisha vijana kama watatu. Nilipoona wakiimba kwa lugha ya alama na mimi nikapenda hilo jambo. Kwa hiyo nikaenda kuongea na ule mwalimu na nikamwambia mimi pia natamani kujifunza. Basi akaniambia hakuna shida, utakuwa unakuja kila Jumapili, na kisha nikaanza kujifunza. Kwa hiyo kila Jumapili ikifika naenda najifunza. Isipokuwa kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo zilinifanya nikatumia muda mrefu sana, kwa sababu kwa wiki ni mara moja na siku nyingine unaenda mwalimu hayupo, maana ana kazi zake, maana nilikuwa simlipi pesa nyingi. Unaona tunampa 1000 ya maji, mara yani sio pesa nyingi, siku nyingine simpi, unaona. Kwa hiyo alikuwa ananifundisha bure tuseme tu, na hilo likapelekea kwamba kwa kiasi kikubwa inapita hata mwezi sijaenda kusoma, au ninaenda simkuti mara kwa mwezi mara moja. Kwa hiyo ikawa ni changamoto kwenye kujifunza, nikatumia takriban muda mrefu sana kama miezi 6 hivi, au ila hiyo miezi 6 unakuta kwa mwezi siku moja, yani kwa hiyo ndio ikawa changamoto hiyo. Wakati ukiwa unajifunza wewe sasa, unafikiri ni wapi ambapo ulikuwa unapata nafasi ya kupractice kile ambacho unajifunza? Kwa kiasi kikubwa sikupata sehemu ya kupractice, isipokuwa ni mahali ambapo ni kipindi nipo nyumbani pale ndio naweza nikarudia na natenga kabisa muda maalum baada ya kufundishwa na mwalimu, na mimi nakaa pembeni naanza kupractice zile lugha ya alama ile. Na sehemu rahisi ambayo inakusaidia kufaulu au kujua kwa urahisi ni nyimbo, maana nyimbo mwendo wake ni wa polepole, lakini mhubiri akiwa anafundisha au mwalimu anaenda kwa haraka. Kwa hiyo nyimbo ndio sehemu ya kujifunza, na hivyo nienda polepole. Licha mbali ya mwalimu, mimi mwenyewe nichukua nafasi nyingine, nikawa nikitumia simu ya mamangu. Kipindi hicho yeye alikuwa na simu kubwa, kwa hiyo nikaanza kutumia simu yake, ninatafuta video za lugha ya alama na nini. Kwa hiyo nikaendelea kujifunza, ila msingi ulianzia kwa mwalimu na mimi baadaye ndo nikaendelea. Sawa, msingi ulianzia kwa mwalimu, lakini kuna changamoto ambayo niliona wakati pasta alitumia lugha ambayo kidogo ulikuwa uielewi. Nafikiri changamoto kama hiyo inapokutana mtu anatumia lugha ya Kiswahili lakini ana code mix wanaita, anachanganya na lugha ambayo hauielewi kwa namna moja ama nyingine. Changamoto kama hiyo unaitatua vipi? Kikweli sasa sijawa specialist, japokuwa natarajia kuja kuwa specialist kwenye ile kwa kadri ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa sasa anajifunza, na kwa namna yote ile mtu ambaye unajifunza lugha ya alama inabidi usiwe tu mtu wa yani sio hapa, yani inabidi uimprove kila siku na improve kila siku na improve, hasa juu ya lugha ya Kiingereza na Kiswahili, lugha ambazo kama mtu wa alama unahitajika uwe unazifahamu kwa uzuri sana. Kwa maana hiyo hata mchungaji akichanganya na Kiingereza hakikisha kwamba unakuwa unafahamu. Lakini pia kwa mfano umeenda mahali fulani wanaongea sana kilugha, mfano hapa Wasukuma, wewe mtu anayetafsiri sio Msukuma, ni Mjita na uelewe Kisukuma vizuri, wakati huo mchungaji anachanganya na Kisukuma kwenye uhubiri lake. Kwa hiyo nini sasa kinachofanyika? Unaweza usitafsiri chochote kwa sababu hujaelewa, kwa sababu utarajii udanganye, isipokuwa unaonesha kwa wale sana kuangalia, hasa hawa wenye disability, unaonesha kwamba anatumia lugha nyingine au anatumia lugha ya Kisukuma. Hivyo unawaambia tu hivyo. Kwa maana hiyo sasa wale wanajua kwamba huyu anayetafsiria haelewi kicho Kisukuma kinachoongelewa, kwa sababu kwa alama umeshaelekeza kwamba mchungaji anaongea lugha ya Kisukuma. Kwa hiyo wenyewe wanaelewa, sasa hebu tutulie, kwa sababu inaonekana huyu haelewi. Lakini wewe kama ni Msukuma unaweza tu kutafsiri, hata kama mchungaji ameshift kwenye Kiswahili akaenda kwenye Kisukuma. Mimi kama ni mtafsiri najua Kisukuma, naweza nikaendelea tu kutafsiri. Yeye anaongea huku Kisukuma, mimi natafsiri kwa Kiswahili, maana lugha iliyopo ya lugha ya alama waga ni maneno yale ukichange tu yanachange, yanarudisha. Hata kama akiongea Kiingereza, wewe inabidi utoe kile Kiingereza ulete kwenye lugha za Kiswahili, kwa sababu umeshaelewa. Na pale unapotafsiri, kwa mfano take it kwa Kiingereza take it,
chukua. Take it kwa lugha ya alama zake, yani American Sign Language wanatafsiri tofauti, ila sisi tunazungumzia Tanzania. Kwa hiyo unabadilisha ile Kiingereza ile Kiswahili, take it, chukua. Kwa hiyo chukua unatafsiri kwa lugha ya Kiswahili na unaonyesha kabisa mdomo. Mchungaji amesema take it, wanasema kwa mdomo, yule anajua chukua. Kumbe mchungaji anasema take it. Sio, unielewa? Kwa sababu hata unakuta hao wenyewe wa lugha unawatafsiria na wenyewe unakuta, ndio maana hata wachungaji wanashauriwa kwamba unapohubiri hakikisha yani utumie Kiswahili, hasa maeneo ambayo unaenda, kwa sababu unatumia Kiingereza hubiri lako sieleweke. Umeona? Nakuta watu wengi jamii ya hapa Mwanza ni Wasukuma, hapo wanaenda kuhubiri Kiingereza. Ndio maana sisi tunajitahidi sana, hata kama ikiwa Kiingereza tunakirudisha kwenye Kiswahili, tunatafsiri kwa Kiswahili kama kawaida. Basi mwambie mtazamaji wa Mloe Digital kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa lugha ya ishara. Okay, sasa kwa hii lugha ya ishara unapokuwa ukitafsiri hatutoi sauti. Nyewe unapokuwa ukitafsiri unaonesha tu mdomo unacheza, ila hautoi sauti. Yaani ni ila sauti haitoki. Umeona? Ndio najua kwamba labda unafanya ka ishara fulani au unaandika neno si kwa viganja, maana nasema kwamba kuna herufi zile ukifanya hivi labda unamaanisha kitu fulani, ukifanya hivi labda unamaanisha kitu fulani, si ndio? Sasa unaweza kaandika hilo neno kwamba tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii katika lugha ya ishara kama hivyo ambavyo labda hivyo. Unaandika hizi kama A B C unaziunganisha, si ndio unachomaanisha? Alphabet. Kusema kwa haraka haraka tu kwamba tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kwa lugha ya ishara. Endelea, sawa, kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Basi mtazame pale, mtazamaji wa Mloe Digital, pia umwambie kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Okay. Asante sana Mr. Wanakuita nani kwanza? Mr. Noel. Mr. Noel nani? Mr. Noel George. Basi huyo ni Noel George ambaye tumekuwa naye katika mazungumzo yetu katika makambi haya. Hii ndio surprise yangu kubwa. Anasema kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na hiyo ndio alama ambayo ameweza kutuachia hapo mara ya mwisho. Ametafsiri kwa neno la ishara. Kwa hiyo ndio alikuwa anamaanisha kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Mloe Digital, Instagram, TikTok na YouTube, kote huko ni Mloe Digital. Mimi ni Shukuru Dika Pigi, nikualike tena uwe nasi katika wakati mwingine.